Manager Dimitar Nikolaev Pantev amekuja na msaidizi wake ambaye anaitwa Semyonev Bioko, ambaye huyu naye anatokea Bulgaria. Bwana Bioko kwanza hakuwa kwenye plani za Simba, kwa sababu Simba wao walimuona bwana Pantev, lakini kwa sababu bwana Pantev akaona kuna uhitaji wa kuwa na mtu ambaye wanaelewana kwenye maeneo ya kiufundi, akawa ameamua kumshawishi bwana Bioko ili kuja naye nchini Tanzania. Bwana Bioko yeye alikuwa ametoka Bulgaria kwenda Botswana kwenda kuifundisha timu ya ligi kuu ya nchini Botswana inajulikana kama Molopale Wanderers. Hawa Molopale Wanderers wao walikuwa wamemchukua huyu bwana Bioko kama kuwa kocha mkuu wa klabu yao. Lakini kwa sababu wana ukaribu, inawezekana pia wako kwenye agency moja, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa nilizonazo baada ya kuwa nimefanya ufuatiliaji kidogo, nimebaini meneja anayewasimamia ni mmoja. So inawezekana wana ukaribu na wanafanya kazi kwa pamoja. So huyu meneja ambaye kiuasilia ni mtu wa Botswana ndiye aliyemleta huyu bwana Bioko nchini Botswana kwa lengo la kuja kuifundisha Molopale Wanderers. Lakini baada ya bwana Pantev kupata nafasi ya kuja kujiunga na Simba, akawa amemshawishi aachane na ile Molopale Wanderers ili naye aje kuwa kocha msaidizi ndani ya kikosi cha Simba. So ni issue ya mazungumzo tu ambayo ni kati ya manager bwana Pantev na huyu kocha ambaye bila shaka atakuja kuwa kwa mujibu wa ule muundo. Sasa kama wataafikiana na Simba au wameshaafikiana, huyu atakuwa listed kama coach ndani ya kikosi cha Simba, kwa sababu huyu bwana Pantev yeye ni manager wa kikosi cha Simba au manager mkuu kama ambavyo walivyomtambulisha wao. Lakini huyu anaweza akaja kuserve kama head coach. Akishakuja kuserve kama head coach, atakuwa anahusika na masuala yote ya kiufundi chini ya bwana Pantev. Kwa hiyo huyu bwana Bioko, Semyonev Bioko, anakuja kuwa msaidizi, lakini hisia zangu zinanituma inawezekana huyu hapa ana pro license ya UEFA. Ndio maana bwana Pantev ameshawishika zaidi kuja naye Tanzania, ili sasa kupitia jina lake yeye anaweza kuwa listed kama kocha mkuu wa klabu ya Simba, halafu bwana Pantev akawa listed kama manager, lakini wakati wa mechi inaendelea yeye akawa na save kama sehemu ya benchi la ufundi. Bwana Pantev akawa anainuka na kutoa maelekezo kama manager ambaye ana haki sasa za kusit kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo mazingira yako kwa namna hiyo. Yes, nilitaraji hichi kitu Simba watakuja nacho, kwa sababu Yanga kuna kitu kingine wameshakifanya. Yanga introduce director of football ambaye nimemsahau jina. So I expected kutakuwa kuna kuja kusawazisha. Sasa Simba kuja kusawazisha kwa namna nyingine. Inawezekana kukosekana kwa vigezo vya kukaa kwenye benchi la ufundi wakati wa Simba watapokuwa wanashiriki mashindano ya kimataifa, imepelekea ile goli la kusawazisha likapatikana on the spot, kwa sababu akishakuwa manager maana yake anaruhusiwa hata kufanya masuala ya kiufundi uwanjani, kama ilivyokuwa kwa Sir Alex Ferguson, kama ilivyokuwa kwa Arsene Wenger, kama ilivyokuwa kwa Carlo Ancelotti, kama ilivyokuwa kwa Pep Guardiola. These guys are managers. Kwa hiyo ukishakuwa manager, wewe ndio una distribute majukumu. Kwa hiyo kwenye team kunaweza kuwa kuna head coach ambaye atakuwa chini ya manager, kutakuwa kuna assistant coach ambaye pia ana save chini ya manager, lakini pia ana save chini ya kocha mkuu, lakini pia kuna sekta nyingine nyingi au idara nyingine nyingi ambazo zinakuwa wote hawa wanahesabika kama benchi la ufundi, lakini hawa wote wanakuwa chini ya manager ambaye Simba wamemtambulisha kama manager mkuu. Kwa hiyo Simba wamekuja na kitu ambacho hatukuwa tumekizoea kwenye mpira wa Tanzania, lakini Europe ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu Sir Alex Ferguson amehudumu kama manager wa Manchester United, Arsene Wenger amehudumu kama manager wa Arsenal, Jose Mourinho amehudumu kama manager wa kikosi cha Chelsea. Lakini tofauti na hapo, sometimes sisi tunawatambua kama makocha, lakini zile title wanakuwa termed kama managers. Kwa hiyo
huyu ambaye amekuja Simba na Simba ameamua kumtambulisha kama meneja, inawezekana ni kutaka kuziba hili ombwe lililojitokeza la vyeti, lakini at the same time ni kitu kipya wamekiintroduce kwenye mpira wa Tanzania ambacho hakikuwepo, lakini sasa kimekuwepo na inaweza ikawa ndio take off. Simba wanaweza kuanzia hapo sasa wakawa wanamtambulisha mtu yeyote atakayekuja akawa introduce kama manager na akaendelea kusave kama manager ambaye at the same time tukiwa kwenye viwanja vya mazoezi ataitwa coach. Lakini tunapokuja kwenye official games akawa kuwa termed kama manager, kwa sababu pote hapo ana qualify, anaweza akawa kama manager inajuzu, lakini kama coach pia inajuzu. Sasa tutakapokuja kukaguana kwenye leseni ndio atakuwa termed kama nani, kama manager, na ambaye haimuondoi kukaa kwenye benchi la ufundi na haimzuii kusimama na kutoa maelekezo. Mimi sidhani kama nitakuwa kwenye nafasi nzuri sana kuzungumzia masuala ya tuzo, kwa sababu tuzo TFF hawajatuainishia kwamba anayepewa tuzo ni kocha mkuu au na, kwa sababu unakumbuka Azam Dabo alikuwa hafuzu, if I'm not mistaken, Dabo alikuwa hafuzu kuwa head coach wa Azam, lakini alikuwa awarded kama kocha mkuu mpaka walivyojitokeza watu walivyokuja kupiga kelele wakasema kwa nini anapewa tuzo ili hali yeye sio kocha mkuu. Ndio ilikuja baadaye, sijui ilifanywaje ile sijaifuatilia, sijui ilifanywaje, lakini kama itaonekana Simba wanastahili kupewa tuzo ya kocha bora, itaenda kwa yule ambaye atakuwa termed kama kocha mkuu, kwa sababu huyu ni manager ambaye kwenye uwanja wa mazoezi anaweza akawa applied kama kocha, lakini kwenye official games akawa applied kama manager. Kwa hiyo kwa sababu zawadi zinatolewa kwa kocha mkuu, yule atakayekuwa listed kama kocha mkuu ndiye atakayekuwa na style hiyo tuzo. So